Amani ya Mungu idumu kwetu. Ndiyo walimu mbalimbali tunaendelea kuhabarishana na kujua mambo ambayo yamekuwa yakitubaguza kwa asilimia kubwa na kupoteza maana ya utu na namna zake. Leo hii nakuja kwenye somo la pwani. Tujue pwani ilitoka wapi na ilikuwaje mpaka ikawa lengo la kutoa masomo haya ni kuondoa lugha zenye kinahi ambazo huwa zipo kwenye jamii ya watu kwa kubaguana kupitia mazingira. Sasa kwanza tuwe tunajua maana ya hayo mazingira na yaliitwa hivyo kwa nini. Hata ukiwa bize kumbagua mtu, uwe kwanza unajua maana ya unachobagulia. Neno pwani ilitoka kwenye lugha ya Mwani, kwa maana mwani ni mwagiko wa wimbi. Mwagiko wa wimbi unaitwa hivyo mwani kwa Kibantu. Wimbi lenyewe kama wimbi ni mtikisiko wa maji yaliyokaa tuizu sehemu kubwa kama bahari, ziwa kubwa, bwawa likiwa kubwa, kisha ukapita upepo wa kutingisha maji hayo maji, ule mtingishiko wake kwa kupitia kumbo za upepo, mtingishiko ule ndio unaitwa wimbi. Kwa hiyo wimbi hilo likitingishika kwa kutembea na kufikia kumwagika, kwa maana ya ule uchwele wa kumwagika, ile ndiyo neno mwani. Kwa hiyo tukae sasa kuelewa maana, ili tusaidie tunaoishi kwenye mazingira tuwe tunajua mwani maana yake ni nini. Ikaja kuitwa pwani kwa waliyekosea matamko yale kwa kutotunza neno la zamani. Yote haya yaeleweke. Na neno hili lililokosewa lilitoka sehemu ya Tanga
ndio likatawanyika kwenye mzagao wa sehemu husika mbalimbali, na neno hilo likatapakaa. Kwa hiyo neno pwani lilitoka huko kwa Wadigo kwa kukosea kwao kutamka neno mwani. Koseo hiyo ikatokea ndani ya koo hiyo, na wakabaki kuita pwani, pwani, na hatua hiyo ikatapakaa kwa wengi tulioendelea kuzaliana kwenye vizazi mbalimbali, na jina hilo kudumu ima kukaa kwa muda mrefu. Kwa hiyo ukija kwa uhalisia, pwani haina maana yoyote, kwa sababu ni koseo ya tamko lililokosewa. Ndiyo maana pwani inakwenda kuchukua maana ya mwani, na ndiyo inakuwa maana yake ya kujishika. Kwa hiyo yote haya tukae kuelewa hatua mbalimbali ambazo zimepita kwenye maisha yetu, na leo unasikia huyu ni mtu wa pwani na huyu ni mtu wa bara. Kumekuwa kuna lugha hizo za watu ambao wako kando ya bahari, ima walozaliwa kando kando ya bahari, wao ndo wakijiita watu wa pwani, na walozaliwa pengine nchi kavu na sehemu zingine ambako hakuna bahari, wao wakawaita hao ni watu wa bara. Kumbe vyote hivi vipatieni maana ili mjue mnachokisema, na muache kuambukiza watoto kushika mambo ambayo sio halisi, na wanabaki kujidai kwenye mambo hayo yasiyekuwa na uhalisia. Neno mwani ni mwagiko wa wimbi. Wimbi linapokumbwa kwa upepo mkali na likatoa zile chwele nyeupe, kwa maana kufoka mpaka likatoa povu la maji, hapo ndo unasikia lile wimbi limekuwa mwani. Yote haya tuyaelewe kama watoto wa watu ambao tumebaki kujazana itilafu za ajabu ajabu, na ambazo zimekuwa zinatengeneza historia bunifu nyingi zenye kuvuruga vizazi. Kwa hiyo kwa ufupi tu unatokea kujua maana ya pwani ni nini na ilitoka wapi, na koseo hilo ni wakina nani walikosea. Koseo hilo kwa maana ya kosa hilo likatapakaa, ndo likaigwa na watu wengi wa mazingira ambaye hawakujua chimbuko tena. Kwa hiyo ikabaki kuitwa pwani, pwani. Na walozaliwa humo, sisi ni watu wa pwani, sisi ni watu wa pwani. Kumbe unatakiwa kujua
kuna mwani ya bahari, kuna mwani ya ziwa, na zote ni mwani. Kwa tafsiri fupi, zote ni pwani kwa lugha hii ilozoeleka. Kwa hiyo alozaliwa Mwanza kule Ukerewe ni mtu wa pwani. Alokaa kando kando ya ziwa ima bwawa fulani, huyo ni mtu amezaliwa kwenye pwani ya sehemu hiyo. Kwa hiyo ieleweke, mjue kwamba pwani ilikosewa, ila tutaitumia hivi kwa lengo la kuwaelewesha ambao waliikariri hivyo bila kujua chanzo chake. Kwa hiyo unapasa kujua watu wa pwani sio watu wa baharini tu. Mahala popote ambako kunapatikana uwepo wa bahari, ziwa, mabwawa makubwa, historia lazima mujue nini kilichopo. Kwa hiyo habari ya pwani imebaki kuwasumbua wanaoishi visiwani na wanaoishi kando ya maji ya baharini. Hawa ndo wamejinakirisha na kujiita wao ni watu wa pwani. Kumbe watu wa Kigoma ni watu wa pwani, isipokuwa pwani ya ziwa Tanganyika. Watu wa Burundi ya Rumonge pale ni watu wa pwani, ni pwani hiyo ya ziwa Tanganyika. Unakuja mpaka watu wa Mpulungu Zambia ni watu wa pwani, ni pwani ya ziwa Tanganyika. Kwa hiyo yote haya mkae mnaelewa kupitia elimu ya zamani kabla ya bunifu kutokea. Kwa hiyo ukisikia mtu kazaliwa yuko Nyasa kule mvuvi, jua wazi kwamba yuko pwani pia kule. Na hao wote ni watu wa pwani. Kwa tafsiri fupi, watu wa kando ya maji na maisha yao. Hawa watu wote ndio wanakuwa watu wa pwani. Lakini utaona nakiri zilizoko sasa, akija Msukuma akakwambia yeye ni mtu wa pwani, unaona watu wa pwani wanamkataa, kwa sababu wamekariri wao wakidhani pwani ni pwani ya bahari tu. Na unakirisho huo ukaendelea kwa watoto wanaoendelea kujifunza mambo. Kumbe unachotakiwa kujua, katika taratibu za kale ziwa huwa ni moja tu, na ni hilo Tanganyika kwa bara zima la Arikasi ambalo lilikuja kuitwa Afrika. Maji mengine yaliyojiegesha kwa wingi kama Victoria na kungineko, hayo yote yaliyobaki ni mabwawa makubwa.
ziwa ni chemchemu ya awali iliyofanywa kimungu kwa kujaa sehemu hiyo kwa mwanzo wa dunia kupata maji. Mabwawa ni yaliyokwenda yanaibuka baadaye, baada ya dunia kwenda inakuwa na hatua zake, ndio mabwawa yakapatikana na yenyewe. Kwa hiyo kuna mtu anafikiri bwawa labda ni hako kashimo tu alikochimba hako, akiona labda tumabata twake tuili tunaogelea humo, anasema na mimi nimechimba bwawa pale. Bwawa ni kubwa sana. Bwawa ni kubwa kupitiliza, lakini inakuwa sio sehemu rasmi kwamba kulikuwako kuna maji hapo, isipokuwa baada ya dunia kuwa endelevu, ziko sehemu ziliongezeka kwenda zinapata maji. Yote haya mkae mnayajua. Yote haya ni ya muhimu sana vizazi vya leo kujua. Sisi watu wa pwani walozaliwa kanda za ziwa kote ni watu wa pwani, na ndio nimechukua elimu kubwa ya kukuambia ziwa huwa ni moja tu. Haya mengine unayaona Nyasa, unaenda kuona labda hapo Kilimanjaro kuna bwawa fulani liko pale kubwa, watu wanavua na visamaki vyao pale, labda ni mito tu fulani iliwahi kutoboa mkondo ukaenda kumwaikia sehemu fulani, bwawa likapatikana. Kwa hiyo mabwawa ni mambo yaliyezuka baadaye. Maji rasmi yaliyekutwa kwenye bara yalikuwa ni maji ya ziwa, na mabwawa yakaenda yanaibuka baada ya viumbe kuendelea kuishi na kuhitaji utumiaji wa namna tofauti wa maji. Alafu vinakuja kujiaminisha yale vilivyojipotosha. Kwa hiyo ukiuishi upotoshi kwa sababu uliukutaga kwa wazazi na babu yako pale, wewe utaupa pointi na maana, kwa sababu si utauona una miaka mingi pale kwenu. Utasikia babu na babu yetu hapa walikuwaga wanaita pwani, wote walikosea. Kaa chini ueleweshwe. Hawa wote hawa walikoseaga, na wako watu walopatia walibaki wachache zama za nyie kusomeshwa kwenye mazingira. Waliyekuja kutengeneza shule kwa maana ya wakoloni wa Jerumani na wenzao, walijitahidi kutafiti. Katika kutafiti kwao wakatafuta maneno yameokosewa na yameotumika vibaya. Hayo maneno ndo wakawa nayaweka kwenye miraba, myasome na myaishi, kwa sababu walikataa mkielewaga ukweli tangu mwanzo, wao itakuwa ngumu kutawala mambo yao. Kwa hiyo utaona kuna kitu fulani hapa leo ndo mnakuja kujua kuwa kilikuwa ni kitu kibaya, lakini wao unakuta walikuwa wanafadhili kitu hicho. Walikuwa wanaweka pesa ndani ya vitu hivyo, kwa sababu lengo ilikuwa sio nyinyi mje kuuishi ukweli.
nyie mje mziishi mpaka lugha za uongo mlokosea wenyewe. Na walikuwa wakigundua watu ambao wanajua ule ukweli, walikuwa wanawatafutia namna ya kuwapoteza. Wakweli wakaanzaga kuficha ule ukweli, wakaanza kuficha ukweli huu baada ya kuona kuna hasadi ya kielimu imeingizwa ndani ya watu, na akikutwa mtu ana elimu ya ukweli, sio kwamba ndo afurahiwe. Zama hizo ndo alikuwa anatengenezwa achukiwe, na ndo zama mnazoziona sasa. Leo hii we tokea kuwa fundi mzuri, na wewe umetengeneza hapo ndege yako, umeunda chombo chako kizuri cha kutembea barabarani. Utaona wanakuja watu wa mataifa wanamtafuta huyo mtu wamuue. Haya machache inabidi myapate kwenye masomo haya, ili muwe mnajua kwamba vitu vilikosekana kwa nini. Wenye taaluma zao wakaficha, kwa sababu taaluma yenye ukweli na matokeo yanayostahili kwenye jamii yalipingwa, na wenye nazo waliuawa ili taaluma zenu zisitumike na ukweli wenu nyinyi msiujuage. Msiujuage na msijage mkausomaga, kwa sababu mkiusoma mtajua maana yenu, mtajua fadhila zenu, mtajua makosa yenu, mtajua marekebisho yenu, mjirekebishe wapi. Sasa watawala, hususani hawa wakata mataifa, walikuwa na mbinu kubwa kupita maelezo ya kawaida. Walikuwa wanawaweka watu, na watu wengine mnakaa nao miaka mingi. Wale watu wanawalipa, wale watu wanatafiti mambo mengi kupitia nyinyi. Alafu utaona ule mwenye madhambi na mwenye makosa, ndo unaona wao wanachukua hela wanaweka kwa yule, ndio anamuimarisha kwenye jamii, anaonekana mtu wa maana. Lengo lao nini? Lengo lao ni kuinua mabaya ya ndani yenu yapate thamani kutoka kwenu wenyewe. Alafu mkisha ya thamini, wao wanajua nyie mmethamini mabaya na sio mema, kwa sababu wao wanadhurika na mema. Kwa hiyo hawataki wewe uyatende mema, kwa sababu ukiyatenda mema wao wanadhurika kwa mema hayo. Kwa hiyo utasikia lugha nyingi zilikuwa zikikosewa, wao ndo wanachukua wanaziweka kwenye misamiati. Na shule walizoanza kufundishia zamani, walifundisha baadhi ya mambo machache ya kwao, mambo waliyachukua kutoka kwenu nyinyi. Walichukua yale mambo ambayo yameborongeka kwa hoja. Ndio maana mkajikuta watu wote mliosoma shule hizi, mnaita shule za kizungu, mkajikuta mmeborongeka kihistoria. Mna historia zimezopingana na mnabishana na vichwa vyenu kupitiliza. Kumbe tofauti iko wapi? Tofauti ni wewe ulikutwa unaujua ukweli, alafu ikaletwa historia ambayo sio ya ukweli, ikaja ikakaa hapo, alafu ndo watoto wakabaki kuisoma. Watoto wanavyobaki kusoma ile, ina maana ndo wananakiri hayo. Wananakiri uongo, lakini ndo wanaushika kwa sababu ndo wameukuta shule. Na hiyo ikawekwa kuwa ni amri, na mataifa yetu na serikali zetu hizi
zikawekewa miraba hiyo, hawa wasomi wengi unaona wameosoma wakafikia huko, wana athari hiyo. Athari hiyo inaondoka wapi? Ni kwenye kueleza mambo haya, na ndo yanatoa mambo ya mimi mbara, mimi ni mpwani. Yote eleweni kwa pamoja, eleweni kwa pamoja kwamba ulikuwa ukisikia neno bara, ilikuwa ni sehemu ya ardhi ya nchi kavu kubwa. Ilitoka kwenye neno ebalo. Ebalo maana yake ni bara lote, kwa maana nchi kavu yote katika bara zima. Ulikuwa ukisema neno bara, maana yake unazungumzia neno nchi kavu kwa maana ya ardhi. Unasikia haya maneno na machimbuko yake. Ukisema ardhi ni Kiarabu, lakini ukisema bara maana yake ndo unaisema ardhi. Ukikitoa Kiarabu ukaweka lugha ya Kibantu, maana yake ndo unazungumza bara ndio ardhi. Kwa hiyo ukisema leo umiliki wa ardhi, kilichoenda kukaa pale ni Kiarabu, lakini zamani ilikuwa ni umiliki wa bara. Kwa hiyo bara ndio neno ardhi kwa Kibantu. Ukisikia ebalo, kwa maana hili bara lote, yaani nchi kavu yote iliyoko bara la Arikas, kwa maana ya Afrika, Ulaya, Asia, zile nchi kavu zinazotajwa hizo ndo neno ebalo. Lakini ukisema neno bara, unakuwa unamaanisha ni ardhi ya nchi kavu, sehemu yoyote ni bara. Najua tunaelewana sasa kwa mapana hapo. Kwa hiyo ukisikia neno bara, usifikiri ni neno litokaga wapi, ni neno la Kibantu. Isikokuwa maana yake ni nini? Bara ni ardhi tu. Mtu akiwa na heka yake moja, mtu akiwa na hekari yake moja, ile ni bara lake, amekata moja, kwa maana ni ardhi yake aloikata moja, inabaki hapo. Ana hekari 15 alizoziidadia yeye, ana mabara 15 ya kwake, ameyakata pale, kwa maana ana matumizi ya ardhi 15 ya kulima, kufuga, anajua mwenyewe. Kwa unapata maana halisi ya bara ni ardhi. Kwa hiyo ardhi yoyote unaoijua wewe, iwe kisiwani, iwe wapi, ukiona tu umekanyaga nchi kavu, hapo umekanyaga bara. Ndio maana ukasikia ile Zanzibar zamani ikaitwa Zangabara. Maana yake ardhi ndogo. Ulikuwa ukiongelea neno zanga, unakuwa unaongelea kitu kilichopungua zamani. Ikaitwa Zangabara kwa maana ukosefu wa ardhi, kwa tafsiri ya ardhi ndogo. Ndio hiyo leo umeona imekuja kuwa Zanzibar na mengine. Kwa hiyo ukisema mimi wa pwani, mimi wa hivi, huyu ni mbara, wewe unaishi angani. Wewe mama, wewe unaishi juu ya maji, unatembea hewani. Ukikanyaga ardhi, wewe ni mbara. Mtu yoyote yeye ni mbara, kwa maana ni muardhi, kwa maana ni mkanyaga udongo wa ardhi. Ardhi ni Kiarabu, bara ni Kibantu, kutoka kwenye lugha ya kale.
Kwa hiyo mfike kuelewa, mwe mnajua haya mambo yapo kwenu kwa nini, na kubaki kusema ule ni Mbara, mimi ni Mpwani. Sasa unajua unachokiongea. Ni vurugu za misemo ilovurugika ndani yenu, mkaifanya maisha yenu, na mpaka leo hamuelewi. Ndio maana ukija kwenye kabila kongwe unakuta inakwambia balo ni nini, bara ni nini, na maendeleo yake inakueleza hapo kwa uelewa. Niwashukuru ndugu wana hoja mbalimbali. Majibu ya somo letu la leo yamekaa yako hivyo, na huo ndio usahihi wake wa mwanzo na mwisho. Asanteni.